wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu aliyetupa neema tena kuwepo malangoni pake kumwabudu. Siku ya leo ni siku ya vijana ambayo bado inaongozwa na vijana kama unavyoona, na mahubiri mengi yatatembea kwa vijana, lakini sio vijana peke yake, hata wewe mtu mzima utapata cha kwako. Bwana asifiwe. Kichwa cha somo kinasema kijana, tambua thamani yako uliopewa na Mungu. Kijana, tambua thamani yako uliopewa na Mungu. Thamani yako ambayo Mungu amekupa katika umri wa ujana. Mungu amekupendelea wewe kijana, na ndio maana nasema nimekuandikia, kwa sababu neno lake linakaa kwanza ndani yako, lakini amekupa tena nguvu za kumshinda yule mwovu. Katika umri wa ujana ni wakati ambao kijana unahitaji kuwa na nguvu za kiroho, unahitaji kuwa na nguvu za kumtumikia Mungu ukiwa kama kijana. Kwa hiyo umepewa upendeleo wa kupewa hazina ya nguvu ya kupambana kimwili na kiroho. Kwa hiyo ni wakati ambao unatakiwa uwe na nguvu nyingi za kiroho. Hiyo ni neema pekee ambayo Mungu anaiachilia kwako kijana. Ni neema ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Uwe na nguvu za kiroho, uwe na nguvu za kimwili, ili uweze kumshinda yule mwovu. Thamani ya kwanza, Mungu amekupa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Kijana, thamani yako ni kubwa sana, kwa sababu kijana unategemewa sehemu mbalimbali. Kama kijana, taifa linakuhitaji wewe kijana ili nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo taifa linataka vijana wenye nguvu ili taifa liendelee mbele. Haleluya. Hiyo ni thamani nyingine ambayo wewe umekaa katikati, sehemu tatu zinakugombania wewe kama kijana. Taifa linahitaji kijana ili nguvu ya kazi ya taifa iendelee na iwe imara zaidi. Lakini pia Mungu anamhitaji kijana kwa ajili ya kujenga ufalme wa mbingu. Mungu anakuhitaji tena wewe kijana ili ujenge ufalme wake. Kwa hiyo Mungu anakutafuta kijana, lakini Mungu taifa nalo linakutaka wewe kijana. Lakini pamoja na hao, lakini shetani naye anatafuta vijana kwa ajili ya ufalme wa giza. Kijana, umekaa katikati, taifa linakutegemea, Mungu anakutegemea, shetani naye anakutafuta kwa bidii kwa ajili ya ufalme wake. Kwa hiyo Mungu amekupa nguvu ili umshinde shetani. Amekupa akili na maarifa. Amekupa nguvu, thamani ya nguvu, ili uweze kupambanua ni wapi ambao unaweza kusimama. Ina maana ukisimama vibaya, shetani atakuteka. Taifa limepoteza kijana, limepoteza nguvu kazi. Lakini pia katika ufalme wa mbinguni Mungu amepoteza nguvu kazi. Kwa hiyo kijana, unatakiwa utambue thamani ambayo Mungu ameweka ndani yako. Amekupa nguvu ya kulihubiri neno lake, kuwaita wengine waje kwa Yesu. Amekupa uwezo. Kwa hiyo unatakiwa utambue thamani ambayo Mungu ameweka ndani yako. Taifa linahitaji kijana ili kazi ziendelee. Na ndio maana unaona viongozi walio wengi wamepewa vijana, kwa sababu wanazo nguvu za kufanya kazi. Kwa sababu pasipo vijana taifa halina nguvu zaidi. Kijana ni taifa la leo, ni taifa la baadaye. Kwa hiyo kijana umepewa thamani, lakini kanisa bila kijana bado. Ili kanisa lisimame imara, lazima vijana wawepo kanisani. Lazima vijana wawe na neno la Mungu. Lazima wakiwepo vijana, kanisa litakuwa na nguvu. Lakini shetani naye anakesha usiku na mchana akiwatafuta vijana. Shetani akiwakamata vijana, ina maana kanisa tayari limeshiwa nguvu, amelishinda. Kwa hiyo shetani naye anapambana, na ndio maana vijana walio wengi wanatumika kwa shetani. Kwa nini? Shetani anajua akikamata vijana ameua kanisa. Anajua akikamata vijana ameua taifa. Kwa hiyo neno la Mungu linatukumbusha Mungu ameweka nguvu ndani yetu kama vijana
ili tumshinde. Biblia inasema tumekwisha mshinda, lakini kuna mahali ambapo shetani ametuovertake kabisa. Ameiba ile nguvu thamani ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Na ndio maana unakuta hatujitambui, tunafanya vitu kinyume na Mungu. Tunafanya vitu ambavyo haviendani na Mungu. Kwa nini? Hatujampa Yesu nafasi ili atuwezeshe kusimama sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, kanisa la Bwana. Kwa hiyo Mungu anatukumbusha, ametupa thamani kubwa sana ambayo tunatakiwa tuitambue vijana. Katika Mtume Paulo katika mwisho wa utumishi wake alilijua hilo. Akachagua vijana watakao simama kwa ajili ya kulihubiri neno la Mungu. Akachagua vijana watakao simama kwa ajili ya kueneza injili. Akawateua wale vijana, miongoni mwao alikuwepo Timotheo. Bwana Yesu asifiwe. Timotheo na Tito akawachagua kwa ajili ya utukufu wake. Akawachagua kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwamba hawa wakisimama lazima kuna watu wataokoka, watakuja kwa Yesu. Kwa nini? Wanazo nguvu ya kwenda mahali popote. Kijana unaambiwa unaweza kwenda popote, wahubirie wengine waje kwa Yesu. Kichwa cha somo mwaka huu kwa vijana kinasema kijana Mkristo katika huduma ya misioni na uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mtume Paulo akawachagua hawa watumishi kwa ajili ya uinjilisti, kuwahubiria watu wengine. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 12. Ukianzia huko mwanzo utakutana na maelekezo jinsi barua ilivyokuwa inasema. Timotheo anaandikiwa na Mtume Paulo kwamba wewe nenda. Timotheo alipewa kazi ya kusimamia makanisa ya Asia, kwamba wewe nenda kahubiri injili, watangazie watu. Siku za mwisho kutakuwa na vitu mbalimbali. Watu wataikana imani, watu watamwacha Mungu, watafanya vitu vya ajabu, watu watahubiriwa injili za uongo, watu watapotoshwa. Anamwambia Timotheo, lakini katika hayo unatakiwa kusimamia katika kweli. Ulihubiri neno la Mungu, waambie watu kweli, kwamba wasiikane imani, wamtumikie Mungu aliye hai. Akamwambia simama hapa wahubirie, na mtu yoyote asikudharau kwa sababu wewe ni kijana unalihubiri neno la Mungu. Mtu awaye yote asikudharau. Onya, karipia, waambie watu makosa yao. Wewe ni kijana. Akapewa jukumu la kusimamia hayo makanisa. Watu wanamwacha Mungu, wanaabudu miungu mingine. Kwa hiyo akamwambia, ukitakapowaambia ukweli utakuwa mtumishi wa Bwana mwema. Bwana asifiwe. Unamwona huyu ni kijana alipewa jukumu la kusimamia kanisa. Kwa nini? Nguvu ya Mungu ilikuwa ndani yake. Timotheo tangu kukua kwake alikuzwa katika maadili ya kumjua Mungu zaidi. Alizaliwa na baba Myunani, mama Myahudi. Kwa hiyo wale walimbeba katika maombi. Anakuja kukutana na mtumishi Paulo, naye akawa baba wa kiroho. Kwa hiyo Timotheo alisimama sawa sawa na Mungu aliye hai. Alipopewa yale majukumu aliyasimamia vizuri. Bwana asifiwe. Lakini akamwambia, mtu asikudharau kwa sababu wewe ni kijana. Lihubiri neno la Mungu sawa sawa. Tito anapewa jukumu la kwenda kuteua wazee wa kanisa. Jukumu la Tito kuwahubiria watu kuja kwa Yesu, kuteua maskofu na wazee wa kanisa. Tito naye ni kijana, lakini amepewa jukumu kubwa la kuangalia ni mzee gani anastahili kusimama, ni askofu gani anastahili kusimama. Unaona jinsi gani ambavyo walipewa nafasi kubwa wakiwa ni vijana. Na akamwambia Tito, wewe hubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Tito 2:15 anakuambia hubiri injili. Hubiri, waambie watu nao waache maovu yao, lakini asikudharau mtu yoyote. Tito naye anaambiwa, kwa sababu wewe ni kijana. Kwa hiyo kijana anaposimama sawa sawa na Mungu, anapohubiri injili, hutakiwi kumdharau, kwa sababu wakati huo ni nguvu za Mungu ziko ndani yake. Bwana asifiwe. Wanapewa nguvu. Hawa ni vijana. Tito anaenda kuwahubiria wazee, anaambiwa waambie wazee, anaambiwa wazee wanawake wawafundishe mabinti zao. Huyo ni Tito, anaenda kuwafundisha watu wazima, wazee wajue jinsi ya kuwapenda waume zao. Anamwambia waambie, lakini mtu yoyote asikudharau. Timotheo anaambiwa, lakini uwe kielelezo. Bwana asifiwe. Utaenda kuwahubiria wengine, lakini unatakiwa uwe kielelezo. Kiwa kama ni kijana, mwenendo wako, usemi wako, tabia yako na upendo. Kwa hiyo unaposimama kama kijana kutangaza injili ya Bwana, ni lazima uwe kielelezo kwanza kwa waaminio. Haleluya. Akawaasa kwamba mtu asikudharau, lakini unatakiwa uwe kielelezo ili usidharaulike mbele za Bwana. Lakini pia Mtume Paulo akawaambia, akawaonya
kwamba katika utumishi wenu nyinyi ni vijana, zikimbieni tamaa za ujanani. Haleluya. Zikimbieni tamaa za ujanani. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 22 anasema zikimbieni tamaa za ujanani. Unapoambia zikimbia tamaa za ujanani, ina maana mtume Paulo alijua kwenye ujana kuna changamoto. Hata kama wewe ni mtumishi, haijalishi kwamba wewe ni mtumishi, umeokoka, ni kijana, unamhubiri Yesu Kristo, kwamba hautakutana na tamaa za ujanani. Utakutana na vishawishi vingi katika ujana wako, utakutana na mambo mengi, utakutana na vitu vingi, kwa sababu ujana una mambo mengi. Lakini anawaonya, anasema zikimbieni tamaa. Ili ufike mahali ambapo Mungu anataka ufike, ni lazima uzikimbie tamaa za ujanani. Bwana asifiwe. Akawaambia zikimbieni tamaa za ujanani. Wewe ni kijana, umepewa jukumu la kuhubiri neno la Mungu. Ili uwe kielelezo na mwenendo safi, lazima uzikimbie tamaa za ujanani. Ili ufike kwenye lile lengo ambalo Mungu anataka ufikie, ni lazima ujifunze kuzikimbia dhambi. Pale anapoambia kwamba ikimbie tamaa, akusema kaomba. Alisema kimbia. Maana yake nini? Unapokuwa kijana mzuri Mkristo, umepewa jukumu la kuhubiri neno la Mungu, kuna vitu vitakuja mbele yako. Haitakiwi ukaanza kufunga na kuomba hapo. Unatakiwa ukimbie. Unatakiwa ukimbie. Unaona kabisa hapa naelekea kuingia shimoni. Hapo hakuna maombi hapo. Kijana, unatakiwa ukimbie kwa jina la Yesu. Ili usonge mbele, ni lazima ujifunze kukaa kwenye mstari. Uwe kielelezo, usemi wako, maisha yako yaenende sawa sawa na yule Mungu unayemhubiri. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia zikimbieni. Watumishi walio wengi wameanguka, wameshindwa kuendelea mbele kwa sababu hawajazikimbia tamaa. Mtume Paulo alijua vijana lazima atakutana na vishawishi katika safari yake. Lazima atakutana na tamaa za mwilini, atakutana na vitu vingi, lakini akamwambia nakukumbusha, kimbia. Usikae hapo ukapiga magoti na funga na kuomba ili uzinzi uondoke. Uondoki. Wewe unatakiwa uwe na akili za kuondoka. Maana yake ni kwamba uko kwenye mahusiano, unaona hapa naingia kwenye shimo kabisa, nataka kumwacha Yesu. Unatakiwa uachane na yale mahusiano ili umtafute Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Unajiona kabisa maisha yangu yanakoelekea, ninaenda kumkosea Mungu, huduma yangu hapa lazima itakufa. Unatakiwa tumia akili. Umepewa akili, umepewa maarifa ya kupambanua jema na baya. Kwa hiyo unatakiwa ukimbie ili ufikie malengo yako. Wewe ni binti, una malengo kwenye maisha yako. Unajua kabisa ndoto zangu nataka nifike hapa. Lakini unaona kuna mtu kabisa anataka kuua ndoto zako, unaona kwa macho kabisa. Hapo hatakiwi kupiga magoti kuomba, unatakiwa ukimbie. Uachane naye kabisa, huyo ni muandoto, hautafikia malengo yako. Na Paulo alijua kabisa hawa vijana wakiingia kwenye hizo tamaa, huduma ya Mungu haitasonga mbele. Na vijana walio wengi wameshindwa kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya tamaa. Kwa sababu ya ujana wameshindwa kuzikimbia dhambi, wameingia dhambini, Mungu ameondoka ndani yao. Ndio maana unakuta sasa hivi kanisa halina nguvu za kiroho sana. Kwa sababu gani? Shetani ametukamata mioyo yetu, ameingiza cha kwake, ameiba cha Mungu ndani yetu, ameweka cha kwake. Kwa hiyo unakuta nguvu ya kiroho kwa vijana ni kidogo. Kwa nini? Walishindwa kukimbia, walikaa wakaanza kuomba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbushwa leo vijana kusimama na Mungu aliye hai. Unapotaka kufikia malengo yako, ni lazima ujifunze vitu vingine kuviacha. Inawezekana ni makundi yanakutenga na Mungu, unatakiwa yaacha ya makundi. Inawezekana unakaa barazani pa wenye mizaa, leo hii unakumbushwa kuachana na hiyo. Kaa na Mungu ili akufundishe ufikie malengo ambayo unahitaji kufikia. Inawezekana na marafiki wabaya wanakushawishi kwenda sehemu ambayo sio sawa. Unatakiwa uachane nao marafiki ili ufikie malengo. Wewe ni mtumishi, Mungu anakuandaa kuwa mchungaji, Mungu anakuandaa kuwa askofu wa baadaye. Ni lazima ukubali vitu vingine kuviacha ambavyo havimpendezi Mungu ili ulifikie lile lengo ambalo Mungu anataka ufike. Haleluya. Yusufu alikimbia dhambi. Yusufu hakuomba. Yusufu hakumwombea mke wa Potifa. Yusufu alikimbia hata kama alibaki na shati, lakini Yusufu alitaka afike kwenye lile lengo ambalo Mungu amekusudia ili afike. Kwa hiyo na wewe unafundishwa kwa mfano Yusufu. Yusufu alienda Misri ili kukomboa uzao wa baba yake. Yusufu alienda Misri kwa ajili ya mataifa
mataifa mengine alikuwa na ndoto, ndio maana alikimbia dhambi. Leo hii kijana unakumbushwa asubuhi ya leo, ikimbia dhambi ili uweze kufika kwenye malengo ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili ufikie viwango vile ambavyo unataka ufike, kuna vitu vingine unataka viache. Shetani ana vitu vingi sana. Tena vitu vyake shetani ni vizuri na vinavutia sana. Shetani ana vishawishi vingi kwa maisha ya ujana. Ni kweli Mungu ameweka kitu ndani yako. Mungu anatamani uhubirie wengine waje kwa Yesu, lakini anakujaza vitu vya ajabu. Shetani anakujaza ushuhuda ambao sio mzuri, na ndio maana unakuta unadharaulika. Biblia imesema mtu awaye yote asiudharau ujana wako. Usikubali ujana wako udharauliwe. Bwana, hebu mtangulize Yesu Kristo kwenye maisha yako. Watu watakuheshimu kwa sababu umembeba Yesu ndani yako. Haleluya. Ili uheshimiwe kijana, ni lazima umtangulize Yesu. Ukimbeba Yesu wewe ni wa thamani sana. Ukimbeba Yesu lazima wewe utakuwa tofauti. Mwambie Yesu nisaidie. Mwambie Yesu ninataka nizifikie ndoto zangu. Mwambie Yesu nibebe. Bila wewe mimi siwezi. Ni lazima ujifunze kuachana na mambo mengine. Kuna vijana wameanguka kwenye dhambi kwa sababu ya makundi mbalimbali. Kuna vijana wameanguka kwenye dhambi kwa sababu wana marafiki wabaya. Kuna vijana walikuwa na ndoto kubwa. Kuna vijana walikuwa na utumishi ndani yao, lakini walipokaa na wenye dhambi wakawashawishi wakaanguka. Lakini nataka nikwambie leo, hata kama umeanguka bado neema ya Mungu ipo. Mungu anakukumbusha asubuhi ya leo, anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Baba anakutangulia mbele yako, anasema usikate tamaa. Inawezekana ni kweli ndoto zako zilianguka, ni kweli ulijisahau, shetani akakuangusha, lakini kuna kuinuka tena katika jina la Yesu. Anasema hata kama umeanguka kuna kuinuka tena kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Usikubali mtu auwe ndoto zako. Usikubali mtu azimishe maono ulionayo. Wewe ni binti, usikubali mtu azimishe maono yako. Una ndoto nyingi, unatakiwa ufike mahali. Taifa linakutegemea, kanisa inakutegemea, lakini wazazi wako wanakutegemea. Wewe kijana, wanategemea kama Yusufu alisimama akakomboa familia yao. Alisema Mungu amenipeleka Misri kwa ajili ya kuhifadhi maisha yenu. Wewe ni Yusufu wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Vijana, haleluya. Vijana, haleluya. Ili ufikie malengo yako ni lazima Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapomhubiri Yesu atoke moyoni, asitoke mdomoni. Ukimhubiri Yesu kutoka moyoni, ni lazima maisha yako yatabadilika. Vijana wengi wameingia kwenye magano kwa sababu ya tamaa. Wametekwa na shetani kwa sababu ya tamaa za macho. Mtumishi wa Bwana, Mungu amekuandaa ili umtumikie, lakini umeanguka kwenye tamaa. Mwambie Yesu nisaidie, nilianguka pasipo kujua. Sasa leo natambua. Paulo akasema zamani hizo nilikuwa mjinga, nilikuwa sijui ninachokifanya, lakini leo ninatambua ninachokifanya kwa jina la Yesu. Inawezekana na wewe ulikuwa kama Paulo. Mwanzo Paulo alikuwa ni Sauli, lakini neema ya Bwana ishuke juu yako asubuhi ya leo. Neema ya Bwana iwe juu yako kijana, utambue thamani ambayo Mungu ameweka ndani yako. Haleluya. Kijana, unakumbushwa ili uenende sawa sawa, ni lazima kuna vitu kwenye maisha yako unatakiwa uvitoe. Ni vizuri, ni kweli, lakini lazima uachane navyo. Kama wewe ni kijana unahitaji kuwa na utumishi, uwe mchungaji, umtumikie Mungu, kuna vitu vingine vya dunia uviondoe. Kuna marafiki wengine wa dunia wanaona ni wazuri, lakini sio wazuri katika ulimwengu wa roho. Kuna makundi mengine unaambatana nayo sio sawa, na wengi wameangamia kwa sababu wana makundi. Ametoka huko, Mungu amemuita aje kanisani amtumikie, awe mwimbaji mzuri, ameweka kipawa ndani yako. Thamani umepewa ya kipawa cha kumwimbia Mungu, lakini anapoingia kwenye kundi anakutana na makundi yasiyofaa, anaanza kubadilika kidogo kidogo. Alikuwa anaimba vizuri, alikuwa ni mtii, alikuwa na wai vizuri, lakini yale makundi anaanza kumbadilisha. Anajikuta tena kiburi kimepanda, anajikuta tena mwabudu Mungu katika uzuri. Kwa nini? Kuna marafiki ambao ameambatana nao sio sawa. Kuna watu wengine shetani anawatuma kwenye makundi ili kukuua ndoto ulionayo. Wanamwona ni mtumishi mwenzako, lakini adui anamtumia ili angushe. Kwa sababu alivyokuona umekuja kutumika, shetani akasema nimpate wapi? Nitamfuata huko kwa aliko. Anamtumia huyo mtu ili akuue.
Kuwa makini unapokuja kanisani. Rafiki wa kweli ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye. Ambatana na Yesu mwenyewe. Yeye hata kwenye shida atakuacha, hata kwenye raha atakuacha. Yesu yuko na wewe wakati wote. Unapokuwa na tatizo kimlilia Yesu anajibu. Lakini huyu rafiki uliye naye, ipo siku atakugeuka mwenyewe, utaamini kwamba ndio rafiki yangu. Unayetumika naye ndio huyo. Huyu ndo kweli, huyo tukitoka mazoezi niko naye, tukirudi kanisani niko naye, kila mahali niko naye. Atakugeuka siku moja. Ni heri kumchagua Yesu, jina lipitalo majina yote. Yeye aliyesema njoni kwangu na yeye ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Yesu anaahidi asubuhi ya leo, anasema ukirudi kwake hatakutupa kamwe. Wewe ni kijana unakumbushwa, tengeneza maisha yako, mrudie Mungu aliye hai ili malengo yako yafike. Bwana asifiwe. Kuna mabinti wengi wameshindwa kufika kwenye malengo. Mungu ameweka vitu ndani yako, lakini ile tamaa ya ujanani imekuvuta. Umekuwa na makundi yasiyofaa. Kuna ushuhuda mmoja mtumishi wa Mungu alishotoaga, akasema hivi, kuna binti alipelekwa shule kusoma akiwa boarding. Nani hapa Dar es Salaam. Amefika kule, alikuwa ni mtoto mtifu sana, nyumbani amelelewa vizuri. Lakini kitendo cha kwenda boarding ni palipoenda kubadilikia, hata mzazi hakuwahi kujua. Amefika kule, amekutana na vijana wengine, wamembadilisha kwa vishawishi. Wanamwambia, unatuona sisi tuko hapa shule, tunakula vizuri, hatuli maharage ya shule. Yaani sisi tunakula vizuri, kwa nini? Kuna watu wanaotuwezesha kufanya hivyo. Yule mtoto akawa anashangaa, mimi sina hela. Akampigia simu mama yake, akamwambia, mama, natamani na mimi unitumie hela na mimi nile vizuri kama rafiki zangu. Mama yake akamwambia, sina hela, nina hela ya kulipa ada lakini hela ya kuchezea sina. Yule binti akaishi pale kwenye shule. Wale marafiki zake wakaendelea kumshawishi. Mwisho wa siku akamwambia, nitakufundisha jinsi ambayo tunapata fedha. Mzazi hajui. Siku ya siku wakamfundisha kweli jinsi wanavyofanya. Wakambeba usiku, wakamwambia twende. Wamevaa nguo za ajabu, wanasema kule ndo tunakoenda kupata fedha. Tamaa. Ile tamaa ikaenda kumpanza yule binti. Kumbe wao wakienda usiku, wanavuka ukuta, hata walinzi waoni, wanarukia nyuma. Waliposimama, wa kwanza akaruka mpaka chini. Wa pili alikuwa ni huyo ambaye hajawahi kwenda hata siku moja. Ni amepanda kwenye ukuta, anataka kushuka. Kumbe mtaani kuna majambazi wameingia usiku huo. Kumbe majambazi wanataka kuvamia ile nyumba. Walipogeuka wakaona kuna watu wanaruka ukuta, wakasema tumeshaharibiwa tayari. Jambazi alifyatua risasi hili moja, lilienda moja kwa moja kwenye kifua cha yule binti. Ni ushuhuda wa kweli ambao unaishi mpaka leo. Yule binti alianguka pale pale. Yule mwingine wa nyuma alikuwa hajaanza kupanda, aliposikia risasi akaona mwenzie kaanguka, akakimbia akarudi bwenini. Yule binti akafa pale pale. Wazazi wanapigiwa simu, hawakuambiwa kwa nini alikuwa wapi. Yani hawakusema mpaka leo. Yule sasa shuhuda aliyeshuhudia yule mwenzao ndiye alikuja anamtafuta yule mtumishi, anasema nataka nitoe siri iliyoko moyoni. Wazazi mpaka leo hawakujua binti yao alikufa kwa sababu gani. Ila mimi najua kila siku inanitesa, nilishuhudia tulikuwa tunaenda kujiuza ili tupate fedha, kwa sababu yule binti alitungangania, akasema na mimi nataka nile vizuri. Huyu alikufa akienda kutafuta vitu vizuri. Nini? Tamaa. Yule binti akasema natamani nimfuate mama yake nimwambie, ni siku zimeshapita. Mtumishi akamwambia usimwambie, imani umeniambia mimi, tutatubu mbele za Bwana. Kwa nini? Tamaa ilimponza kutamani vitu vizuri vya wengine. Ndoto zake zikaishia pale. Alitamani awe injinia akaishia pale. Alitamani awe daktari mkubwa akaishia pale. Kuna watu wengi wanashindwa kufikia malengo kwa sababu ya tamaa. Lakini leo Bwana anakukumbusha, achana na mambo ya ulimwengu, mtafute Yesu. Huyo Yesu ndiye atakayekupa vyote unavyovitamani. Anasema njoo kwangu, nina kila kitu. Wewe kijana, njoo kwa Yesu. Achana na marafiki wabaya, hata kama wanakushawishi. Biblia inasema mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi usikubali. Na wewe usikubali asubuhi ya leo. Wewe ndio Yusufu wa familia ya leo. Wewe ndio Yusufu wa baba yako na mama yako. Wewe ndio Yusufu utakaenda kutimiza malengo kwenye familia yenu. Simama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Natamani kijana ulioko hapa, unyosha mikono yako juu, tumuombe Mungu kwa ajili yako, ili neema ya Mungu irudi ndani yako.
Ni kweli ulisimama, lakini kuna mahali ambapo shetani amekuangusha. Natamani ile nguvu ya Mungu irudi ndani yako. Natamani umwambie Roho Mtakatifu kwamba unirudishie kile ambacho adui ameiba kwenye maisha yangu. Mchungaji, karibu utatuongoza kwa maombi. Alipo Roho yote yanawezekana. Lipo Roho yanawezekana. Alipo Roho, alipo Roho, alipo Roho, alipo Roho yanawezekana. Alipo Roho, alipo Roho yote yanawezekana. Alipo Roho, alipo Roho yanawezekana. Yote yanawezekana. Yote yanawezekana. Alipo Roho, alipo Roho yanawezekana. Ukiomba yanawezekana. Imani yanawezekana. Alipo Roho, alipo Roho yanawezekana. Tosha tu mikono yako juu. Sema Bwana Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu. wewe ni Mungu mwaminifu. Asubuhi ya leo Asubuhi ya leo nimesikia ujumbe wako. nimesikia ujumbe wako. Nami najua ndani yangu ipo nguvu. Nami najua ndani yangu. Nami najua ndani yangu kuna uweza. Nami najua ndani yangu. Nami najua ndani yangu sijachelewa. Nami najua ndani yangu. Bwana Mungu wa majeshi, adui anafanya vita nami kwa kuwa kuna kitu chema ndani yangu kilicho na ubora wa pekee kwa ajili ya ufalme wa Mungu, na ndicho kilichobeba hatima ya maisha yangu. Ile ndoto ya Yusufu iliyoachiliwa ndani yake ipo ndani yangu pia. Bwana Yesu, najua napita pagumu, zipo tamaa za namna nyingi, zipo uharibifu wa namna nyingi ambao adui anauachilia juu ya maisha yangu. Tazama, asubuhi ya leo nimesogea mbele zako nikiomba rehema na neema. Bwana wa majeshi, Mungu usiyeshindwa, Mungu mwenye uweza, tazama nimesogea mbele zako kama vile Timotheo alipopewa maagizo ya kusimama na vijana wenzake pamoja na kila kundi kwa ajili ya kumtangaza Kristo. Nami leo hii ninatembea kama barua inayosomwa na ndani yake upo ushuhuda kwa ajili yangu. Lengo la adui ni kuondoa ule ushuhuda na kuipoteza neema ya Mungu iliyoachiliwa ndani yangu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, asubuhi ya leo achilia neema mpya kwa ajili yangu. Kila kilichopotea, kila kilichoibiwa ndani ya maisha yangu leo kikarejeshwe katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Kila silaha iliyotumika kufisha kile ambacho Bwana amekiachilia ndani yangu kama maono ya baadaye na ya sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ninaamuru sasa kwa nguvu ya damu ya Yesu kikaachiliwe sasa. Kila roho ya mauti iliyohusika kuchukua hatima ya maisha yangu na ile ndoto, leo hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu waniachilie sasa. Ewe mauti, toeka ndani yangu, toeka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu, toka ndani yangu. Ninaamuru uzima uingie sasa. Nguvu za Mungu ziachiazo uzima ziingie ndani yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila nguvu ya mapepo, kila nguvu ya mizimu, kila nguvu ya majini iliyozuia nguvu ya utayari wa kukimbia katika dhambi, leo hii Bwana ninaomba miguu yangu uipe neema ya kukimbia dhambi.
Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Roho Mtakatifu tunampinga shetani na kazi zake zote na mambo yake yote na kila kitu ambacho amekuja nacho juu yetu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunaita ile ndoto ya maisha yetu iliyoibiwa, tunaiita ile neema iliyoibiwa kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ninaita sasa katika ulimwengu wa roho na kwa imani, ewe neema yangu, njoo, njoo, njoo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba kwa maneno yako kwa dakika chache. Mwambie Bwana Yesu kwa ajili ya hiyo neema. Katika jina la Yesu tunaita hiyo neema yako Bwana, tunaita neema yako mfalme wa amani, tunaita uweza ndani yetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa sababu umeturejeshea, asante kwa sababu unarudisha kile ambacho shetani aliiba, leo kinarejea kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu karibu ndani yetu katika jina la Yesu. Tusaidie kuzikimbia tamaa, tusaidie kuzishinda dhambi kwa jina la Yesu. Ile nguvu yako Bwana Yesu, ile neema yako ndani yetu katika jina la Yesu. Asante kwa kila kijana aliyoko mahali hapa, asante kwa mtu mzima aliyoko mahali hapa, kila mmoja Bwana aliingia kwenye malango yako. Mungu akauone uwezo wako katika jina la Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kunisikia. Shika